alipokuwa mbele ya kaburi kama hivi, anamzika mmoja katika masahaba zake, aliwaambia waliohudhuria kama hivi, limithli hadha fa'iddu, limithli hadha fa'iddu. Mfano wa jambo kama hili, nyumba kama hii, mfano wa hali kama hii ya vifo na kuzikana, tena kuzikwa katika nyumba kama hii, jiandaeni, kila mmoja aandae kile anachokwenda nacho huko. Ma raaitu mandharan qattu illa wa kana alqabru afda'u minhu. Mmoja anasema sijawahi kuona mandhari yoyote ila mandhari ya kaburi yanatisha kuliko mandhari yoyote. Kumbuka humu ndani yupo ndugu yetu na ameshaianza safari yake ya kuelekea kwa Mola wake. Lakini si hivyo tu, alqabru awwalu manzilin min manazil al-akhirah. Hii ndiyo nyumba ya mwanzo katika nyumba za akhira. Wa huwa akhiru darin min manazil ad-dunya, na ndiyo nyumba ya mwisho miongoni mwa nyumba za dunia. Tutahamahama nyumba nyingi, lakini nyumba yetu ya mwisho ni hii hapa. Lakini huko tunakoelekea, kabla ya kwenda katika nyumba aliyoandaa Allah subhanahu wa ta'ala, pepo kwa wema na moto kwa wale watakaokaidi, hii ndiyo nyumba ya mwanzo. Mwenyezi Mungu aijalie nyumba hii iwe nyumba miongoni mwa nyumba za peponi, bustani miongoni mwa bustani ya peponi kwa ndugu yetu ambaye yeye ametangulia na sisi tuko nyuma tunakuja. Lakini pia namaliza maneno mafupi kwa ushairi ubaiti wa mmoja alivyosema, kullu bini untha, kila anayejijua kwamba amezaliwa na mwanamke, wa in talat salamatuhu, hata akiwa na umri mrefu kiasi gani, kullu bini untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a manqulu, ipo siku atabebwa katika jeneza. Fa idha hamalta ila alquburi janazatan, utakapobeba siku moja jeneza kupeleka makaburini kama tulivyobeba jeneza la ndugu yetu, fa'lam annaka ba'daha mahmulu, tambua kwamba na wewe ipo siku yako ya kubebwa inakuja. Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema.